بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نهاية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، حث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اما بعد. Naam. Kwanza kabisa kabla kuingia masala ya dua, yani kuendelea, si tulitaja tu dalili moja na tukataja maelezo fulani ya kiusuli, sio? Kabla kabisa kuingia kwenye nini, kwenye hizo dalili zilizobaki, hadithi yani zilizobaki, niliwahi kuambia kuwa ni muhimu tayari vitabu muvijue. Vitabu ni muhimu muvijue nyinyi wenyewe. Kitabu fulani kina dalili kadhaa. Vitabu kama nitawapa kwa sasa, nitawapa kama labda vitabu 5 ama 10. Hivi ni vitabu ambavyo vinazungumzia hizi shubha nyingi tu. Kuna kitabu cha Imam Al-Buti kama nilivyowaambia chaitwa Yughalitunaka idh yaquluna. Yughalitunaka idh yaquluna. Mliandika lesi kwa mmoja andika haraka yule mwenye kuandika haraka kisha kuna nyingine Hidayatul Mutakhabbitina. Hidayatul Mutakhabbitina. Kisha kuna kitabu Mafahim yajibu an tusahhah. Mafahim yajibu an tusahhah. Mmoja nchana nicho cha Said Muhammad Alawi al-Malik. Mafahim yajibu an tusahhah. Kizuri, si kikubwa, size ya kwake. Kisha kuna kitabu Hukmu al-amal bil hadith al-dha'if 'inda al-muhaddithina wal fuqaha. Hilo jina mmelifahamu moja kwa moja, sio? Hukmu al-amal limedaraka. Sawa. Hukmu al-amal bil ahadith al-dha'if bil hadith al-dha'if afwan. Hukmu al-amal bil hadith al-dha'if naam 'inda al-muhaddithina wal fuqaha. Hiki ni cha mmoja wa maulama nishakutana naye maarufu tu, mashallah, yani ana nini sana, kazi kubwa sana, mkono mkubwa sana katika mambo ya tabligh. Aitwa Abdul Fattah Gudaish, bado yuko hai, yuko Yaman, bado yuko hai. Aitwa Abdul Fattah Gudaish. Kisha kuna Hukmu at-talaffuz bin-niyya. Hukmu at-talaffuz bin-niyya. Sawa. Kisha tahqiqul maqal. Hii pia ambayo nitaitaja sasa, hii tahqiqul maqali pia ni katika mambo ya talaffuz bin-niyya, lakini ni kitabu kidogo, waweza kusoma hata kwa dakika 5. Tahqiqul maqali fi hukmi at-talaffuz bin-niyya 'inda ash-Shafi'iyya. Hiyo يكون تحقيق المقال في حكم التلفظ بالنية عند الشافعية. Kisha sasa hiki ambacho nitakitaja sasa ndio katika vitabu pana. Mashaallah ni pana, yani ametaja masail mingi sana. Ametaja masail mingi sana. Inaitwa al-Mawsu'a al-Yusufiyya. Al-Mawsu'a mawsu'a, naam, sin kwa sin. Al-Mawsu'a yani kitu kipana, sio? Al-Mawsu'a al-Yusufiyya min Yusuf, jina lake Yusuf muallif. Fi bayan adillati as-sufiyya. Al-Mawsu'a al-Yusufiyya fi bayan adillati as-sufiyya.
kitabu ajib yani al-Mawsu'a al-Yusufiyya fi bayan adillat as-Sufiyya. Kitabu hiki inaitwaje? Kuna maulama wengi wamekitaja. Kwanza muallifu wake labda hatajulikani. Maana kaitwa Sheikh Yusuf Khattar Muhammad. Labda si maarufu. Lakini kitabu hiki maulama wakubwa wamekitilia kama inaitwaje takdim. Yaani wamekisifu. Ameandika kama takdim yani. Kitabu hiki mashallah kina hivi. Miongoni mwao Sheikh Al-Buti. Sheikh Muhammad Said Ramadhan Al-Buti, Mungu amrehemu. Mwingine ambaye ni maarufu hapa anaandika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sheikh na huyu ni mwanachuoni Adib Al-Kallas. Huyu ni mwanachuoni kwenye aqida, mwanachuoni wa kilugha, Adib Al-Kallas. Mwingine hamwezi kumjua. Mwingine pia ambaye naona hapa Abdurrahman Al-Shaghuri, huyu ni mwanachuoni wa Kisham, pia mwanachuoni maarufu. Ametaja wanazuoni kadhaa, lakini miongoni mwa masaila ametaja masala ya tasawuf, masala ya tawasuli, masala ya madad, masala ya maulidi, masala ya tabaruki, masala ya hadra, masala ya haraka wa dhikri, alharaka fi dhikri, taqbilu alyad, asiyada, kumwita mtu sayyid. Hizo zote amezitaja. Alqiyam katika maulidi, nafikiri alqiyam ama kumsimamia shekhe ama mtu mkubwa akija. Adhikr aljahri, aslan dalili za dua baada ya swala mimi nazitoa hapa kwenye aduf, kupiga twari, asubha, tasbih, manake wengine wapinga al-inshad, manashidi, kisha usul thawabi al-Qur'ani, ukisomea maiti Qur'ani je yafika au haifiki, ziyaratul quburi, adh-dhikr ma'a al-jamaa, al-hubb fillah, al-mubaya'a. Kuna kitu chaitwa mubaya'a, mtakuja jua baadaye. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuna hadithi wao wanakuambia sataftariqu ummati ala sataftariqu ummati ala 73 firqa, sio? Sasa atazungumzia al-firqa an-najia, sawa? La ilaha illallah, masala ya karama na istidraji. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iko wapi? al-mujahada, at-tariqa, as-sunnah wal-bid'ah, al-isti'ana bil-Qur'an, al-madhahib, الأدب مع العلماء والصالحين، كيشا المصافحة بعد الصلاة، المصافحة بعد الصلاة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. نعم تقريبا هيزو. الصلاة على النبي بعد الأذان، صلاة التراويح، مسألة تأويل وإثبات المجاز katika Qur'an. Yana metaja mashaallah masail mingi sana. Hiyo ni inaitwa al-Mawsu'a al-Yusufiyya. Kisha kuna kingine al-Madhahib al-Fiqhiyya al-Arba'a, al-Madhahib al-Fiqhiyya al-Arba'a. Kisha la ilaha illa Allah. Kuna maneno huwa wanapenda kuyataja ndugu zetu, idha sahha al-hadithu fa huwa madhhabi. Hadithi ikisihi basi ndo madhehebu. Na amesema takriban Imam Shafi'i, imepokewa pia maneno yamefanana nayo kwa Imam Abi Hanifa. Yaani mkiona hadithi na kuna na maneno yangu na hadithi yangu imepingana na nini na maneno yangu, basi wacheni maneno yangu, chukueni hadithi. Sasa huwa wasema hapa ona Imam Shafi'i amepingana, utasikia wale wasema Imam Shafi'i hapa amepingana na nini na hadithi, na yeye mwenyewe akwambia idha sahha al-hadithu fa huwa. Sasa kitabu kimetungwa kueleza haya maneno ameambiwa nani ama imekusudiwa nini. Je, imekusudiwa kila mtu? Idha sahha al-hadithu fa huwa madhhabi. Kisha kuna al-i'lam bi fatawa a'immati al-muslimina hawla maulidihi, al-i'lam bi fatawa a'immati al-muslimina hawla maulidihi, yani maulama wa Kiislamu wamesema nini kuhusu maulidi, tawataja pale. Al-i'lam bi fatawa, kitabu hicho al-i'lam bi fatawa a'immati al-muslimina, بفتاوى أئمة المسلمين حول مولده. نعم أئمة المسلمين حول مولده. Kisha hii kitabu kinachokuja ajibu yani ni cha mmoja wa wanazuoni wa Azhar, na
huyu alikuwa ni muhaddith na familia yao mpaka leo maarufu kwa elimu hususan katika hadithi. Aitwa Abdullah bin Siddiq al-Ghumari. Yuko mshawahi kumsikia? Abdullah bin Muhammad bin Siddiq al-Bukhari. Al-Bukhari al-Ghumari. Hao ni watu kutoka Maghrib, Morocco. Abdullah bin Muhammad bin Siddiq al-Ghumari. Kitabu hiyo ni jina lake kitabu chenyewe chaitwa foleni. Kitabu chenyewe chaitwa Ithaful Adhkiya bi jawazi tawassuli bil anbiya wal awliya. Hiki ni khas kwa tawassul. Ithaful Adhkiya bi jawazi tawassuli. Naam, Ithaful Adhkiya bi jawazi tawassuli bil anbiya wal awliya. التواصل بالأنبياء والأولياء. بالأنبياء والأولياء. نكون تحقيق البدعة. تحقيق البدعة. na vitabu viko vingi. Huyo Imam al-Ghumari bin Siddiq al-Ghumari hawa wana vitabu vingi mashallah. Naam, tahqiq al-bid'a, maelezo kamili kuhusiana na bid'a. Bid'a nini? Maulama wameeleza nini? Maana yake nini? Dalili zilizokuja kuzungumzia neno hili bid'a. Wa hakadha ila akhir. Naam, tahqiq al-bid'a. Iko kingi. Na vitabu kama nilivyosema viko vingi sana. Sasa kama tulivyokubaliana, mimi nitakuwa naenda naangalia leo tuzungumzia masala gani? Taangalia zile dalili. Alhamdulillah, yarhamukallah. Angalia zile dalili kisha nazikusanya na waletea. Yaani hivi vitabu nyinyi sasa mkaenda nyumbani, hivi vyote nilivyovitaja viko PDF. Yughalitunaka idh yaquluna. Yughalitunaka mughalata liwatajia. Kisha yeye al-Imam al-Buti ana al-madhhabiyya akhtar bid'a. al-madhhabiyya al-Imam al-Buti ana kitabu al-madhhabiyya akhtar bid'a. Sio akhtar bid'a fi al-Islam kama hivi. al-madhhabiyya ukisearch tu al-madhhabiyya utakipata. al-madhhabiyya. Hebu tuangalie hizi dalili jamani, leo hatujaangalia hata dalili moja. Sawa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sasa اولا نحلل المشكله حتى اذا ذكرنا الادله يكون الامر سهلا. سيو مشكله اخواننا او الذين ينكرون يدعون او ينكرون على الدعاء جهرا، صح ام لا؟ يعني مع بعض. اما لو دعوت وحدك ما حد يقول لك شيء، صح ام لا؟ shida yao ni ile dua kwa pamoja, ndio. Kwa hiyo sisi kwenye dalili zetu tutarakiz hadithi ama dalili zinazoonyesha dua imeinuliwa sauti ama imeletwa kwa pamoja, ili tuonyeshe kwa yawezekana. Ingawa kama nilivyowaambia, mtu mwenye akili na mwenye kutaka haki, ile dalili moja yamtosha. Sisi tumeambiwa muombe Mwenyezi Mungu. Wewe ukiniambia sasa nsiombe ama nsiombe kwa sifa fulani, lazima unilete nini? Dalili. Lakini haina neno. Atakayesema ile hafahamu, labda sijui utasema kitu chake ni kizito ama hajakinai, marhaba, haina neno, tuampa. Siku moja maswahaba asema, aitwa Al-Hasan bin Maslam, kana rajulun min ahli Najd. Mkitaka kuandika hiyo nyinyi labda tutafute tu imepokewa wapi, kisha mtaenda kuitafuta. Manake sasa sawa na mtaandika. Huyo Al-Hasan bin Maslam asema kulikuwa na mtu kutoka watu wa Najd, indaa, akiomba Mwenyezi Mungu, rafa'a sautahu, alikiinua nini? Sauti. Wa in salla rafa'a sautahu, na akiswali, na hapa kuswali za kwa ni swala ya kawaida ama swala bi maana dua, sio? Wa in salla rafa'a sautahu wa in qara'a rafa'a sautahu, hata kusoma Qur'ani inua sauti. Akisema fashakahu Abu Dharr ila Rasulillah, daraka mshtaki huyu mtu kwa bwana mtume, akisema ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Katika riwaya nyingine zimekuja kama ambaye wasema huyu yajionyesha, faqala ya Rasulullah inna hadha al-a'rabi
qad adhani la in da'a la yarfa'anna sawtahu wa la in qara'a la yarfa'anna sawtahu. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam innahu awwah. Allah innahu awwah. Ni nabii gani katika Qur'an amesifiwa kuwa ni awwah? Yani awwah, yani akimwomba Mwenyezi Mungu moyo wake wote unabebwa mpaka anajisahau, anamlilia Mwenyezi Mungu mpaka anatoka na sauti. Akasema da'ahu, bwana mtume akasema da'ahu fa innahu awwah, mwate kwa sababu yeye nini? Ni awwah. Na hili wa nyingine asemaje? La ilaha illa Allah. Faqala rasulullah faqala nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam da'ahu fa innahu awwah, mwache kwa sababu yeye ni awwah. Yeye ni mtu ambaye anamlilia Mungu sana, akiomba anamlilia, mwacheni. Kwa sababu hakuna ubaya kuinua sauti, hakuna ubaya. Unajua ishkali iliyoko kama nilivyowaambia, sisi mpaka tuangalie mahali al-ishkal au mahali al-khilaf. Mahali al-khilaf laysa dua baada as-salam. Mahali al-khilaf huwa raf'u al-imam lid-du'a ba'da as-salam. هذا هو محل الاشكال. او الذكر الجماعي او الدعاء الجماعي سي الجماعي الجماعي هنا كوسيا sana mara nyingi الجماعي sio الجماعي si bil kasri bil kasri imebadilisha kila kitu ya akhi. Allahu akbar Allahu akbar. محل الخلاف محل الاشكال الدعاء الجماعي او رفع الصوت بالدعاء، فهذا دليل ان رفع الصوت لا اشكال فيه، لا اشكال فيه مطلقا. هذا يعني غريب من هؤلاء. وعن ابن الزبير هذا رواه أو أخرجه من هذا مذكور هنا عبد الرزاق في مصنفه. هنا هو mwanachuoni aitwa Abd al-Razzaq as-San'ani, ana kitabu chake chaitwa Musannaf Abd al-Razzaq, ametaja hadithi. Asema wa'an na Musannaf, hiyo ndo uzuri, ukiandika hiyo Musannaf Abd al-Razzaq as-San'ani. Asema nyingine عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة هاي asema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akimaliza swala yake qala bi sautihi al-a'la, alisema kwa sauti yake al-a'la. Wewe ni mwanafunzi wa Kiarabu, al-a'la yu zaidi. Alisemaje? La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sio kwa sauti yake kwa ameinua sauti, bali kwa sauti ya juu zaidi. Imepokewa na Imam Muslim na Imam Tirmidhi. hapa ماذا نستفيد انه يجوز رفع الصوت. طبعا مذهبنا الشافعيه، انتم درستم المقدمه، مذهبنا الشافعيه الاولى في الاذكار او الدعاء بعد الصلاه ايش؟ الاصرار. لا، الاولى الافضل الاصرار الا اذا اراد الامام التعليم، isipokuwa yule imamu akitaka nini. Na hivyo ndio Imam Shafi amefahamu hizi hadithi. Imam Shafi hizi hadithi ambazo kuna rafi sauti ziko nyingi sana. Sasa zilipokuja hizi hadithi akasema tutazifahamu vipi? Akasema hizi zinafahamika kuwa ni wakati wa taalimu. Sasa imamu pale kuinua sauti kwa ajili ya dua ni kwa ajili ataka kuwafaidisha wale watu. Wewe fuata vijana wa siku hizi, wengi hawajui dua. Wazee wetu ukimfungulia hivi hajui kusoma, lakini mwambie apige dua atapiga. Mwambie asome Yasini anasoma. Kwani kila wakati shahadu an la ilaha illa Allah. Umesikia? Umewahi kusoma hiyo shahadu la ilaha? Ushawahi kusoma wali? Umehifadhi vipi? Umesikia? Sasa kwa ajili ile taalimu ndio ni sunna zaidi kwa imamu kuinua sauti badala ya israr. Sawa? Asema nyingine. Na hii ni ajibu. Amepokea nani hadithi? Hapa sija 15, ngoja niangalie. Hadithi manake ni sahihi sana. Bukhari amepokea, Muslim amepokea, Ahmad amepokea, Tirmidhi amepokea. Hadithi sahihi. Akwambia Abi Huraira asema radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Na hii hadithi nyinyi mjua, ana inda dhanni abdi bi. Mpaka akafika akasemaje? Wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairun au fi mala'in khairin min mala'i. Akinitaja
katika watu, yani kwa grupu la watu, atatajaje Mungu? Wewe utamtajaje Mungu katika grupu la watu bila kuinua sauti? Lazima utainua sauti. Asema yeye atakutaja katika grupu yani kundi bora kuliko kundi la, na dua ni katika dhikri, ad-du'a min adh-dhikri. Sasa sisi tumeinua sauti pale. Mwenyezi Mungu ashakwambia wewe ukimtaja katika sauti, kwa sauti kwa watu wengi, basi yeye atakutaja kwa watu, kwa grupu la watu ambao ni bora kuliko grupu lako. Nyinyi mkazana haifai. Ndio hadithi hapa inazungumzia dhikri. Hadithi hapa inazungumzia nini? Lakini kama tumekariri mara nyingi, dua ni katika, hata kwenye Fatiha, fikiri mwakumbuka, wafaa kuwa mwakumbuka. Mtu ikiwa hajui kusoma Fatiha, afanya nini? Kwanza analeta sura nyingine, aya 7. Kama hajui adhkari ama nini? Ama dua. Adhkari ama dua. Maana dua ni katika dhikri. Dua ni katika wewe dua wasema nini? Allahumma, si ndio ushamtaja? Sawa. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kisha asema sikiza. Imepokewa hiyo faraja ubagia min makhlad an Abdullah ibn Umar asema radiyallahu anhuma, asema huwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema si eti bwana mtume asema, siku moja bwana mtume alipita katika majlisi mbili. Nafikiria hadithi itakuwa, nilipotaja hivi majlisi mbili itakuwa moja kwa moja mshakumbuka ni hadithi gani. Marra bi majlisaini, amepita kwa majlisi mbili. Ahadul majlisaini yad'una Allah, moja ya ile majlisi mbili wanamuomba Mwenyezi Mungu, wanamuomba. Walikuwa muomba vipi? Kila mtu kivyake, basi singeitwa majlis. Madamu walikuwa pamoja, yani walikuwa wakimuomba kwa kuinua sauti. Bwana mtume aliwaambia bid'a. Almuhim, sikiza, mimi nakwambia mimi hata sijui hawa jamaa wa akili zao ni vipi. Almuhim asema wayarghabuna ilayhi, na walikuwa wanafanyana kama da'wa hivi. Targhib, unajua targhib. Sawa? Wal akhar, na lile kundi jingine yuallimuna al-ilma, wanafundishana nini? Elimu. Faqala, akasema bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kila al-majlisaini khaira, wa ahaduhuma afdalu min al-akhar. Majlis zote mbili ni khair. Hakusema hii ni bid'a, lakini moja ni bora kuliko nyingine. Katika riwaya nyingine bwana mtume akaenda kaketi na ile majlis ambao wanasomeshana elimu, akasema inna ma bu'istu muallima. Lakini wale wengine hakuwafanya nini? Hakuwapinga, hakuambia haifai. Yani gharib, na hii hadithi sahihi, hata wao nafikiri waijua. Watajua wenyewe kwa Mwenyezi Mungu. Hadithi nyingine yasema bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akthiru dhikra Allah hatta yaqulu almunafiquna innakum muraun. Zidisheni dhikri ya Mwenyezi Mungu, zidisheni mpaka wale wanafiki waseme nyinyi. Wale wanafiki watajuaje kwa nyinyi mwaleta dhikri isipokuwa mkinua sauti? Sisi hapa tuko katika hukumu ya kuinua sauti na hukumu ya kuleta dhikri kwa pamoja. Ndio unaona hadithi tulizozichagua zinahusiana na hiyo. Na kuwa dua ni katika dhikri. Na kuna hadithi nyingine, hii hadithi iliyopita moja kwa moja ile hadithi ile mpokeza anasema yad'una Allah. Hata kama hadithi zote utasema dhikri si dua, labda mtu aje akwambia dhikri si nini? Si dua, tutakwambia sawa. Na hii hadithi ambayo imekuja anasema nini? Moja katika ile majalis mawili walikuwa wakifanya nini? Yad'una Allah, walikuwa kimuomba Mwenyezi Mungu. Haya, tuambieni mtasemaje kuhusu hii? Tumeelewa? Na hata yaqulu almunafiquna innakum muraun. Na mjionyeshe bidayat alhadith, akthiru dhikra Allah hatta yaqulu almunafiquna innakum muraun. Na kuna riwaya nyingine akthiru dhikra Allah hatta yaqulu majanin au majnun, afwa, hatta yaqulu majnun, mpaka waseme wewe una wazimu. Subhanallah. Qala al-Imam as-Suyuti, sasa katika kuangalia hizi hadithi zote asema al-Imam as-Suyuti, hizi hadithi, kuna hadithi aina mbili zimekuja. Kuna hadithi zinazoonesha kuwa kutoa dua ama kuleta adhkari kwa sauti
ni bora. Na kuna hadithi zinazoonyesha kuwa kuleta adhkari ama kuleta dua kwa siri ni bora. Akasema sasa tutajumuishaje baina ya hadithi mbili? Antum tulab al-usul. Najma' baina al-hadithain limadha? Lianna i'mal ad-dalilain awla min ihmalihima au ihmali ahadihima. Kufanya kazi dalili zote mbili ni bora. Ndio maana Imam Shafi akaja kuambia uona pale kwa kuinua sauti ikiwa kuna lengo la kusomesha. Pale kwa kuficha sauti ni wakati wa kawaida, kila mtu ni msomi. Kwa kuinua sauti ni wakati sote bado imani zetu ni changa, tunahitaji raghba. Kama vile swala ya tahajjudi, asli ni swaliwe kwenu chumbani, msionekane ili kusiwe na ria. Lakini haya madamu sisi ni madhaifu, ukituambia tuswali makwetu hatuto swali, basi imekuwa msikitini. Ile kuwa mtafanya vitu kwa jamaa ina nguvu zaidi, inakupa nishati zaidi. Basi ndio vile dua na adhkar. Imam Suyuti akasema hizo hadithi mbili lazima wasiwasi kabisa. Kuna wakati dhikri ya jamaa ni bora, kuna wakati ama kuna hali dhikri ya israri ama dua ya israri nini ni bora. Imam Suyuti tahajjud asli, tahajjud ni swali nyumbani, na Ramadhani ni swali wa msikiti. Kwani sio watu waweze kuswali asli ilikuwa sasa. Sasa tutakwambia lengo la kuletwa msikitini sio kwa tahajjud ni sunna toka tu Ramadhani, la sio. Lakini tukifanya kwa pamoja, kuna fikiria ile 10 la mwisho uombe uswali kwako nyumbani, utaswali zile raka 8 ndefu zile. Sema ukweli sisi madhaifu, hiyo ndo shida. Imewekwa pale, maulama wameiweka pale ili iwe namna ya kuongeza nini nishati, lakini halikufanywa na mtume. Wanaopinga wallahu aalam, sijui kama kuna anayesema ile tahajjud haifai, lakini najua bora kwa madhehebu yote maneno uswali nyumbani. Lakini hakuna anayekuja akasema ni bid'a, kwa sababu sisi alhamdulillah tuna wasiwasi. Waf'alul khaira, madamu ile ni khairi, marhaba. Sisi tuna dhawabit. Uzuri wa ahli sunna wal jamaa kuna nini? Kuna dhawabit. Hizi madhehebu zina dhawabit namna ya kutaamal na dalili. Hao ndugu zetu laysa ladayhim dhawabit kabisa. Manake law kana indahum dhawabit la qalu anna tahajjuda ايش بدعه. لا قالوا ان مسابقه القران بدعه. لا قالوا ان هذه الحلقات بدعه. من فعلها؟ النبي ما فعلها. لا قالوا أن النحو بدعة، لا قالوا أن الفقه بدعة، لا قالوا أن الرباط والمراكز وهذه المدارس كلها بدعة. لكن ليس لديهم ضوابط، ليس لديهم ضوابط مطلقا، يعني ضوابط على حسب هواهم. والله تسألهم على حسب هواهم. لكن مذهبنا لا، بسيط جدا، أو مذاهب علمائنا بسيط جدا. hupati ishkali hizi, hupati kabisa ishkali hizi. Kwa sababu gani? Zile kawaid zimefanywa kazi miaka 1000. Sio mtu amekuja jana, anakuja yulakhbit. Yeye ameshika hadithi hapa, ameshika hadithi hapa, ameshika hadithi hapa. Ukija sasa ukimletea zile hadithi nyingine hana jibu, hajui ya kwa vipi. Mtu akwambia kullu bid'atin dalala. Marhaba. Waje waambie sawa, maana hiyo ndio hadithi ameshika. Man ahadatha fi amrina hadha ma laysa min, ndio ameshika. Marhaba, haina neno. Katika hadithi nyingine bwana mtume akwambiaje? Man sanna fil islami sunnatan hasana. Hajui kujibu. Anakuja kuleta tawili. Ile tawili anakuja kuleta pale mbele inakuja kumtia shimoni. Maana anakuja kuambia hapa man sanna fil islami ay man ahya sunna. Shaambia mara nyingi. Anakuambia man sanna fil islami sunnatan hasana, anakuambia man ahya ni yule ambaye amehuisha sunna ambayo ilikuwa imekuwa. Mwambia marhaba, haina neno, maliza hadithi. Kipande cha pili cha hadithi nasema wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a, na yule ambaye ameanzisha sunna nini mbaya. Je, kuna mtu anaweza kuhuisha sunna mbaya ya mtume? Kama kipande cha kwanza umesema ni kuhuisha, kipande cha pili useme pia ni kuhuisha, utasema kuna sunna mbaya ya mtume kuhuisha. Sasa lianna laysa lahum ايش sama dhawabit wala qawaid, hawana cha usuli, hawana cha nini. Wao ni twende wanapotaka wao, na sio atikua ya akhi. Wengine astaghfirullah alazim, Mungu atahukumu kila mtu, acha tusihukumiane. Lakini yani utaona kama mbaya ni laib tu, machezo tu, nikutaka tu hawataki tu kukubali kwa yule amepata. Wako tayari kumuita imamu yoyote amekosea, wako tayari kumuita imamu yoyote ni mubtadi, wako tayari.
Almuhim tuendelee. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Hai. Asema Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Ud'u rabbakum, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, tadarruan wa khufya. Wengine huja wakatumia hii, yani wakasema bana hapa muombe Mwenyezi Mungu ukiona tadarra, yani kwa unyenyekevu, wa khufya, na iwe kwa siri. Mtu atakuja kwambia basi afaa kwa siri peke yake. Akwambia la, si kwa siri. Yani sio ni lazima uombe kwa siri, la. Ni bora uombe kwa siri. Ni bora uombe kwa siri kwa sababu nyingi. Miongoni mwa sababu ni ukiomba kwa siri utaomba unachokitaka. Utaomba unachokitaka. Kisha utaweza kumlilia Mwenyezi Mungu. Yani ukiwa peke yako kule chumbani utaweza kumlilia Mwenyezi Mungu. Lakini mbele za watu unaweza kumlilia kumbe ni ria. Kwa hivyo ni bora uombe kwa nini? Kwa siri. Lakini je, yafaa kuomba kwa sauti? Mwenyezi Mungu katika Qur'an anamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kwenye etwaje? Ile ambiwa ajilazimishe na wale wanaomtaja Mwenyezi Mungu. Sio. Mmeghafilika mimi. Wasbir nafsaka. Alhamdulillah. Mmeghafilika aya rahisi. Wasbir nafsaka ma'a alladhina. Jilazimishe na wale ambao wanamuomba Mwenyezi Mungu. Sasa wale wanaomba Mwenyezi Mungu watajulikanaje isipokuwa kiinua sauti? Keti nao, kuwa una keti nao. Maana yake ni kuwa anajua hawa wanafanya nini? Wanamuomba Mwenyezi Mungu. Jisubirishe na wale ambao wanamuomba Mwenyezi Mungu. Itajulikanaje mpaka wainue sauti wale? Kwa hivyo ni kuwa wale hawa ni wale ambao wanaomba Mungu kwa kuinua sauti. Kumaanisha ni mashrui. Ni kitu ambacho kiko kwenye sheria kuomba dua kwa nini? Kwa sauti. Bwana Mtume anamwambia ajilazimishe nao. Sisi tuomba dua baada ya swala, tuomba kwa sauti. Mbona Bwana Mtume sijilazimishe na sisi ama sisubiri na sisi? Sawa. Kisha la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Tumalizie hizi hadithi. Mmoja wa maulama asema, takriban ni Imam Nawawi, la Ibn Hajar afwan. Naam. Suyuti. Afani? Shamaliza na Suyuti. Si Suyuti nimetaja. Naam. Wa alaykum salaam. Akasema inaenda kulingana na ahwali. Inaenda kulingana na ahwali. Sasa ya mwisho niondoke maana mimi nina kazi. Al-Imam at-Tahawi ana maneno ya kunini sana. Unaitwaje? Ni hatari. Amesema mtu asimkataze mtu mwingine kuleta dhikri ama kuomba dua msikitini. Sije akaingia, asema la yumna'u min al-jahri bidhikri fil masajidi ihtirazan 'an ad-dukhuli tahta qawlihi ta'ala wa man adlamu mimman mana'a masajid Allah an yudhkara fiha ismuhu. Asema sisi hatukatazi mtu kuinua sauti kwenye misikiti kwa ajili ya dhikri au kwa ajili ya dua. Twaogopa mtu huyu ambaye atakataza wenzake aingie katika hii aya ya Mwenyezi Mungu. Asemaje? Waman adhlam. Na ni mtu gani ambaye ni mdhalimu zaidi, amedhulumika zaidi, ni dhalim zaidi, amedhulumu zaidi? Asema mimman, kuliko yule ambaye mana masajid Allah, amekataza katika misikiti ya Mwenyezi Mungu, an yudhkara fiha ismu, litajwe jina la Mwenyezi Mungu. Je, kuna mtu muovu kuliko huyu? Wewe omba dua ya Rabbi nisamee baada ya swala hiyo, Rabbana atina fid dunya hasana, kuja mtu akwambia usiombe, huwa yadhun subhanallah. Yani asema la yumna'u min al-jahri bidhikri, la yumna'u min al-jahri bidhikri fi al-masajidi ihtirazan 'an ad-dukhuli tahta qawlihi ta'ala. Shautajio aya hii ametaja katika kitabu chake sio Maraqi al-Falah, ihtirazan 'an ad-dukhuli tahta qawlihi ta'ala. Kisha hiyo waman adlamu mimman mana masajid Allah. Hapo nafikiri hizo za tosha, yani kuthibitisha kuwa umuman dua kwa sauti, dhikri kwa sauti, dua msikitini, dhikri kwa msikitini kwa sauti, zote zinafaa, hazina wasiwasi. Sasa baada ya swala ni ndani ya msikiti na ni kwa sauti. Kama kuna uharamu wote, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Alhamdulillah. Allah. Na kuna hadithi jana mimi niliwaashiria.
adhkari ambazo zilikuwa zikiletwa kwa sauti. Kuna adhkari nyingine pale zina dua ndani yake. Kuna adhkari nyingine pale zina dua ndani yake. Allahumma anta salam wa minka salam. Sio? Anta shika sasa. Sawa. Kwa hivyo inshallah kesho tutaingia katika, yani siku nyingine tutaingia katika talaffuz bin niyya, sio? Sallallahu kuna nini nyingine? Tutaambiana inshallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.